Ilikuwa ni mechi ya maamuzi kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao walikuwa na kibarua kizito cha kuhakikisha kwamba wanapindua matokeo mabao 2-0 ambayo walipoteza mjini Berkane wakiwa nyumbani hapa kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Walifanya kila ambacho kinatakiwa kufanyika, lakini mahesabu muda mwingine huwa yanakwenda ndivyo sivyo. Waswahili hupenda kusema mipango si matumizi. Licha ya kwamba mapema kabisa mwanzoni mwa kipindi cha kwanza walipata bao la kuongoza kupitia kwa Joshua Mutale, mambo hayakwenda sawa sawa. Kipindi cha pili walijikuta wakiwa pungufu baada ya Yusuf Kagoma kuonyeshwa kadi ya pili ya njano na hatimaye kuondolewa nje ya mchezo, lakini RS Berkane walisawazisha na hatimaye mchezo kumalizika kwa sare bao 1-1 na ushindi kwa RS Berkane kwa jumla mabao 3-1. Nipo kwenye uwanja huu wa New Amani Complex ambao umekuwa sehemu ya historia. Umeingia kwenye vitabu vya kumbukumbu kwa mara ya kwanza kwenye ardhi hii ya hapa Zanzibar. Inachezwa fainali yenye hadhi ya viwango vya juu kweli kweli. Mimi naitwa Elia Solomon, mtazamaji wa Mwananchi Digital, na hapa ndipo ambapo wachezaji kutoka upande huu walitoka kwa maana ya RS Berkane, lakini pia huku ilitoka home team kwa maana ya klabu ya Simba, kina Ali Mpanzu, Fabrice Ngoma, Musa Kamara, Shemalon Fondo, Karamu Karabu, walitoka huku na kuja hapa tayari kabisa kwa ajili ya kuingia kwenye eneo la kuchezea la uwanja huu wa kisasa ambao umefanyiwa maboresho makubwa tofauti na ule uwanja wa Amani ambao umezoeleka. Nataka nikuonyeshe mtazamaji wa Mwananchi Digital namna ambavyo sasa hali ya uwanja huu ilivyo mara baada ya dakika 90 kutamatika hapa, mara baada ya vita kubwa, mara baada ya juhudi kubwa ambazo zilifanywa na vijana wa Fadru. Nini ambavyo namna gani ambavyo hali ya pitch ilivyo. Uwanja unaonekana bado kudai unaonekana bado uko vizuri na unaweza kuendelea kutumika kwa michezo mbalimbali ya ushindani. Simba ilianza katika mechi ya jana, Simba ilianza kwenye hafu hii, walianza kushambulia kwenye hafu hii na walifanya kila ambacho kinawezekana na walipata bao ambalo lilifungwa na Joshua Mutale. Upande huu walianzia hafu hii ambao hapo naona wakawa wanashambulia kwenye hafu hii ya pili na wakapata bao kupitia kwa Joshua Mutale. Kama ambavyo unaona uwanja huu ni wa kisasa na asilimia zaidi ya 80 kama ambavyo imekuwa ikielezwa ni nyasi asili, zimenakishiwa tu na nyasi bandia kidogo, na kadiri ambavyo uwanja huu wanaendelea kulinda na kuhakikisha kwamba unakuwa katika viwango vya juu zaidi, unakuwa wenye nyasi asili kwa asilimia kubwa zaidi. Uwanja huu una mabomba maalumu. Tulishuhudia jana kabla ya mchezo mabomba haya yakitoka chini na kurusha maji kuupa uwanja hali ya unyevu. Na kwa bahati nzuri klabu ya Simba ilifika mapema hapa Zanzibar kwa ajili ya kuzoea hali ya uwanja huu kama ambavyo walifanya kwenye mechi ya kwanza ya hatua ya nusu fainali ya kombe hili la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, na maandalizi yao ambayo yafanya siku 3-4 kabla ya mchezo iliyofanya kuzoea hali hii ya pitch ambayo ni tofauti kabisa ukilinganisha na eneo la kuchezea la uwanja wa Benjamin Mkapa ambako mara nyingi wamekuwa wakicheza michezo yao ya nyumbani. Sintofahamu zilikuwa kubwa kuhusiana na pahala ambapo Simba itacheza mechi hii ya fainali ya pili. Wengi walitamani kuiona Simba ikicheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini baada ya shirikisho la soka barani Afrika kuamua kwamba mechi ichezwe Zanzibar, basi ile sintofahamu pamoja na kwamba Simba ilikuwa disappointed, walitamani sana kucheza mbele ya mashabiki wao zaidi ya 50,000 kwenye uwanja ule, lakini hawakuwa na namna. Sasa ikabidi nguvu zao waziamishe
kuanzia hapa kwenye uwanja huu wa New Amani Complex, na hapa ndipo ambapo wachezaji wa Simba waliketi, wale ambao hawakupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Fadlu Davis. Wakina Kibu Dennis walikuwa hapa, wakina Hussein Nabel goalkeeper alikuwa hapa, wakina na wachezaji wengine, kina fullback wa kushoto yule alikuwa hapa, ambaye baadaye alikuja akaingia wakati Simba iliamua kushift sasa kutoka kutumia ukuta wa mabeki wa 4 na kuamua kutumia mabeki watatu, huku Mwalimu Fadlu Davis akiamua kuongeza nguvu katika eneo la kushambulia, maana tayari matokeo yalikuwa ndivyo sivyo na walikuwa na uhitaji wa kuendelea kusukuma zaidi. Hivyo mwalimu akaamua kuingiza Leonard Lateba kwa ajili ya kwenda kusaidiana na kina Steve Mkwala kule mbele kuhakikisha kwamba wanapata matokeo licha kwamba walikuwa pungufu. Na upande huu ndipo ambapo RS Berkane waliketi, na ulikuwa ni upande wenye kashikashi kweli kweli. Walionekana kuzozana na fourth official, kwa maana ya mwamuzi wa akiba ambaye alikuwa na kazi ya kutuliza benchi la RS Berkane na benchi la klabu ya Simba. Na kuna tukio ambalo lilionekana mwishoni, miongoni mwa wachezaji wa RS Berkane alitoka, alikuja akashauti, akaja kwa mwamuzi na alizawadiwa kadi. Ni vitu vya kawaida hasa wanapocheza dhidi ya timu kutoka ukanda wa kaskazini mwa Afrika. Muda mchache baada ya kusawazisha, baada ya yule Sidibe kusawazisha katika muda wa nyongeza kabisa, wachezaji wa RS Berkane ambao walikuwa na maji wameashika mkononi walianza kuvibe sasa, kwa sababu walikuwa wanaona ule ubingwa wa 3 wa Afrika wa kombe la shirikisho walikuwa wanautwaa. Kwa hiyo mambo yalikuwa mazuri kwa upande wao, huku kwa upande wa zaidi ya mashabiki 15,000 wa Simba ambao walikuwa hapa, wao wakiwa na simanzi, kwa sababu waliamini hii ni ubingwa ambao wao wanaweza kubakisha hapa, ukizingatia kwamba ni ubingwa mpya kabisa, kombe ambalo limetambulishwa hapa likielezewa kwa kipekee kweli kweli, maana lina maana nyingi. Kila kitu kinaonekana kuwa na tafsiri yake. Kuna majina ya mabingwa ambao wameshawahi kutwaa kombe hili, lakini pia inaonyesha mshikamano, namna ambavyo kombe hili linaiweka pamoja Afrika. Teknolojia ya usaidizi wa waamuzi kwa maana ya VAR, hiki ndiko ambapo ilikuwa imewekwa hapa katika hii. Kwa hiyo kwa watu ambao walikuwa kule kwenye control room walikuwa wana connect na tukio ambalo mwamuzi pengine angehitaji kuja hapa kwa ajili ya kujiridhisha zaidi na kuona je, Steve Mkwala kweli alikuwa ameotea. Hapa ndio ilikuwa eneo lake kwa ajili ya kuhakiki. Hii ndio hali halisi, mtazamaji wa Mwananchi Digital, na nikuonyeshe tu kwa kule juu ni eneo ambalo viongozi akiwamo alikuwepo rais wa CAF Patrice Motsepe, daktari huyo ambaye alitua muda mchache na ndege binafsi akitokea Afrika Kusini, ambapo walipata nafasi ya kuwa sehemu ya mchezo wa nusu finali wa finali ya kwanza kati ya Mamelodi Sundowns dhidi ya Pyramid ya Misri, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Lakini pia katika mchezo ule, kama una kumbukumbu nzuri, ulitambulishwa ubingwa mpya wa ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo Motsepe alitua na ndege binafsi kwenye uwanja wa kimataifa wa Abeid Aman Karume, na moja kwa moja kuja na msafara wake hapa kwa ajili ya kushuhudia finali ya kombe la shirikisho Afrika. Lakini pia alikuwapo, nilimshuhudia rais wa shirikisho la soka la Morocco, walikuwa na viongozi wengine
wengine wengi ambao walikuwa hapa kwa ajili ya kuwa sehemu ya tukio hili la kihistoria. Wachezaji ambao hawakuwa sehemu kabisa ya mchezo, kwa maana ya achana na wale ambao walikuwa kwenye mabenchi, kwa maana wachezaji wa akiba, wale ambao walikuwa labda injury, wale ambao hawakuwa kwenye plani ya mchezo, walikuwa kwenye maeneo ya huku na mara baada ya kipenga kumalizika, ngoja nikuonyeshe mtazamaji wa Mwananchi Digital, mara baada ya mwamuzi sasa yule kumaliza shughuli, mlango liko umefungwa. Kwa hiyo mara baada ya mwamuzi kupuliza kipenga cha mchezo kumalizika, ulifunguliwa na waliruhusiwa sasa kuingia uwanjani, na maanisha wakina Mzamiru Yasini, na maanisha wakina Edwin Balua, pamoja na wachezaji wengine ambao hawakuwa kabisa kwenye plan ya mchezo, na waliingia kwenye eneo la kuchezea kwa ajili ya kuungana na wachezaji wengine na kukabidhiwa medali. Maana Simba alisha kwamba wameshindwa kufanikisha kile ambacho kinatakiwa, walikabidhiwa medali za kuwa washindi wa pili, na wale wa RS Berkane wao sasa wali join vibe la wachezaji wenzao na kusherehekea ubingwa wa 3 kutwaa. Licha ya kwamba umaarufu wa RS Berkane umekuja baada ya 2012, licha kwamba ni klabu kongwe, lakini umaarufu wa klabu hii umekuja 2012 mara baada sasa ya kuwa katika ile ngazi ya juu kabisa ya soka la Morocco maarufu kama Battle of Plo, kwa maana ya ligi kuu ya Morocco. Wakaja sasa kufanya mapinduzi mbele ya Raja Casablanca, mbele ya Wydad Casablanca, na hatimaye sasa kuwa miongoni mwa club tishio. Wakaja wakatwaa ubingwa wa Afrika kwa maana ya kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza, wakatoa kwa mara ya pili, na hii ni awamu yao ya 3. Kazi ambayo wako nayo ni kuendelea kumaintain kiwango ambacho wamekuwa kionyesha kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa upande wa klabu ya Simba, wao wanadai kwamba kiwango cha wao kufika fainali kwa msimu huu ni status ambayo wanapaswa ku-maintain. Msimu ujao wanapaswa kufika hatua kama hii. Sasa nguvu zao zikiwa upande wa ligi ya mabingwa Afrika, ambayo tayari wana tiketi ya kushiriki michuano hiyo msimu ujao. Maana idadi ya pointi ambayo Simba wamefikisha kwenye ligi 69, huku wakiwa na mchezo mmoja mkononi, ukilinganisha na Yanga ambao wana pointi 73 wakiwa na michezo 27. Ni pointi ambazo klabu ya Azam, Singida na wengineo ambao wako nafasi za chini hawawezi kuzifikia. Club za timu za Tanzania tunaingiza timu 2 upande wa ligi mabingwa Afrika, timu 2 upande wa kombe la shirikisho. Young Africans, Simba wao tayari wana tiketi ya kushiriki michuano hiyo mikubwa zaidi ya soka barani Afrika katika ngazi ya club. Sasa nguvu za Simba ni kumaliza msimu wakiwa na kikombe, lakini huko wana kibarua kizito kweli kutokana na uwepo wa Young Africans. Nao wanauhitaji wakisha kwamba wanatetea ubingwa wa ligi, wanatetea ubingwa wa kombe la FA. Mechi 3 kwa maana ya zile ambazo zimebaki kwa Yanga, mechi 4 kwa Simba ndizo ambazo zitaamua nani atakuwa bingwa upande wa ligi kuu Tanzania bara. Na pia Simba ana mechi dhidi ya Singida Big Stars, mechi ya nusu finali ya kombe la FA. Kama watashinda mechi hiyo, basi wataingia fainali ambayo watacheza dhidi ya Yanga. Yanga tayari ina tiketi ya fainali, ilifunga JKT Tanzania. Tusubiri tuone katika kipindi hiki cha mwishoni mwa msimu nini ambacho kitatokea. Joshua Mutale ataendelea kuonyesha performance yake hii ambayo amekuwa akionyesha katika michezo hii ya mwishoni mwa msimu au la, maana alikuwa ni mchezaji alikuwa anaimbwa sana lakini akapotea, na sasa ameibuka, na jana tumemshuhudia akipewa tuzo ya kuwa mchezaji bora wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika, kutoka kuwa mchezaji bora kwenye mechi ya kawaida ya kombe la FA dhidi ya timu ya Bigman. Hatimaye Mutala imekuwa mchezaji bora kwenye mechi ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Kama ambavyo unaona nimekuonyesha kwa uzuri kabisa siku moja baada ya fainali, hali ambavyo ilivyo katika uwanja huu wa kisasa ambao umeonekana kufanya maboresho makubwa.
Mpaka hapa niseme asante sana kwa wewe ambaye umekuwa pamoja na sisi tangu siku ya kwanza ambayo tuko hapa mpaka leo ambapo tunafikia tamati, tunafikia nukta kwa kukuonyesha hali ya uwanja wa New Amani Complex. Naitwa Elia Solomon. Kwa sasa asante, mpaka wakati mwingine.